Father, mimi ni Mkatoliki na nataka kwa niaba ya viongozi wote ambao labda wamekiuka ile maagizo ambayo ulisema niombe msamaha. Makosa hayo nitayabeba mwenyewe. Nitaenda nione Bishop Anyolo niombe msamaha na pia ili asikuweke taabani. Nimepewa jukumu hapa Father kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa chama cha ODM, chama ambacho Mheshimiwa Were alikienzi, chama ambacho Mheshimiwa Were alichaguliwa. Niko hapa kuleta rambirambi za kinara wangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye ndio kinara wa chama cha ODM. Niko hapa kuleta rambirambi za chama kizima, makao makuu ya chama. Father, ukiniruhusu, kuna wale ambao tumetembea nao kutoka makao makuu ya chama cha ODM. Ningependa wasimame tu waonekane kwamba wako hapa na sisi katika hii safari. Tafadhali, kama umetoka makao makuu ya chama pamoja na wale wanachama wa NEC ambao wako hapa, wasimame ili baraza ama mkutano huu uweze kujua kwamba baraza zima la chama cha ODM liko hapa. Asanteni sana, mnaweza kuketi kwa sababu ya muda sitaweza kuwataja majina yenu nyote, lakini tunawaenzi sana. Kwa familia, mnajua kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa amesafiri, lakini aliweza kufika jana jioni na alipata nafasi na fursa ya kujumuika na nyinyi ili kuleta rambirambi zake mwenyewe, kwa sababu Mheshimiwa Sir Charles alikuwa ni rafiki wake wa karibu. Huyu ni alikuwa mwanachama wa ODM ambaye alikuwa na kienzi hiki chama chetu ambacho alikuwa anaheshimu sana, na alikuwa advisor wa karibu wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi pia alikuwa ananishauri mara kwa mara. Wakati mwingi mnajua ndani ya chama hatuwezi wakati wote kuzungumza ama kuyaona mambo kutoka kwa perspective moja, lakini alikuwa baadhi ya wale ambao alikuwa analeta upatanishi ndani ya chama, ya kwamba tunaweza kuketi hata kama kuna tofauti ambazo tunazo ama mtazamo tofauti kuhusu mambo ambayo yanahusu nchi yetu, tuweze kuja pamoja baadaye na kusimama pamoja kama chama cha ODM. Nyinyi nyote mnajua kwamba ilikuwa ni mapenzi yake kwamba akifariki, na alikuwa anasema kimzaha wakati ule tulikuwa katika mazishi kule Migori ya chairman wetu Mheshimiwa Makabongo, akasema kwamba angependa kwenda ndani ya chama cha ama rangi za chama, na ndio unaona tumemwenzi kwa kuhakikisha kwamba tunafuata jinsi ambavyo alituagiza. Mimi nataka nichukue fursa hii kwa niaba yangu mwenyewe kama katibu, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ameahidi kwamba atakuwa na sisi siku ya Ijumaa kule nyumbani, kutoa pole zetu za dhati kwa familia zima ya Mheshimiwa Sir Charles. Father, kwa wakati ambao nimekuwa katibu tumewapoteza wabunge kama watatu. Tulimpoteza Mheshimiwa Dori kule Msambweni, tukampoteza Mheshimiwa Imran Okoth hapa Nairobi, tukampoteza senator wa kule Migori na yeye akatuacha, lakini hakuna mtu ambaye ametuacha katika njia ambaye Sir Charles ametuacha. Ombi letu ni kwamba kwa sababu masaa ya mwisho ya Sir Charles yalianzia pale bunge, tunataka uchunguzi ufanywe kwa dhati kuanzia pale bunge. Ni matumaini yangu kwanza Mheshimiwa Speaker kwamba kamera za CCTV pale bunge zinafanya kazi. Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Nairobi tuna maelezo ya kutoa kwa taifa kuhusu salama ndani ya jiji letu la Nairobi. Tunatumai kwamba kamera za CCTV ambazo ziko katika mji wetu huu, kwa sababu Nairobi is the capital city of this country, we need to have all these things in place, na tunaomba kwamba haki itendeke kwa ajili ya Mheshimiwa Were. Mimi najua Father umetuambia hapa kwamba sisi sio wakamilifu, na Biblia inasema mkamilifu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hata na sisi wanasiasa huwa tunateleza na tunakosea, tunatoa matamshi wakati mwingine ambaye yanapelekea wananchi kutuona kama sisi pia ni maadui wao. Lakini hata tukiteleza, manake kila mtu anateleza, haiwezi kufika wakati ambapo tunasherekea wakati misiba inapata mwenzako. Tunataka kuomba msamaha kama viongozi iwapo tumefanya ama kutenda ama kusema lolote ambalo limepelekea wananchi wa Kenya kutuona ni kama kwamba sisi sio wamoja na nyinyi. Kwa hivyo Father, kwa hayo mengi mimi nataka nikomee hapo, niseme pole tena na tuombe sote kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuiweka roho ya Sir Charles mahali pema peponi. Asanteni.